Niwakaribishe katika mwendelezo wa mikutano yetu hii, tukiwa katika siku ya 13 kuelekea miisho yake. Hivyo basi Mungu azidi kutupigania na azidi kutusimamia, tunapokuwa tukiendelea kuangalia na kutafakari juu ya hali yetu ya kiroho na mstakabali wa maisha yetu. Kristo anatutaka nini na anatuhitaji tutende nini? Jina la Bwana litukuzwe sana. Barikiwa wakufunzi wenza kwa ajili ya maelekezo hayo juu ya afya yetu na pamoja na maisha ya kifamilia na malezi pia. Leo tunakwenda kutazama somo linasema nyayo katika tangazo lenye matumaini. Nyayo katika tangazo lenye matumaini. Jana tulitazama nyayo za mwamuzi au shahidi mwenye matumaini. Hivyo basi tukamwona Kristo akibaki kuwa shahidi kati ya maisha yetu. Kwa hiyo jioni ya leo tutatazama nyayo katika tangazo lenye matumaini. Mara nyingi sana tumesikia matangazo mengi katika ulimwengu huu, na kila tangazo linatuhitaji tuchukue hatua. Naweza likawa ni tangazo la amani au tangazo lisilo la nini? La amani. Likiwa ni tangazo la amani, linaweza likawa la kukutana mahali fulani kwa ajili ya jambo fulani au kwa namna yoyote ile, lakini bado linabaki kuwa tangazo. Tangazo lisilo la amani pia linaweza likawa la tahadhari kwa ajili ya mambo fulani ambayo yanaweza yako mbele yetu au yanaweza akatukabili. Hivyo basi tunapata tangazo linalotuhitaji tuchukue tahadhari. Jioni ya leo ni tangazo lipi hasa ambalo Kristo na Mungu wetu wa mbinguni anatutaka tulielewe katika maisha haya? Matangazo yanaweza yakawa mengi, lakini liko tangazo la msingi ambalo Mungu wetu wa mbinguni anatuhitaji. Hebu sikia katika mianzo yake na kwa sura ya 14 ya kitabu cha Ufunuo. Anaanza kwa maneno ya pekee kabisa. Sura ya 14. Ni tangazo ambalo leo linahitaji utekelezaji. Sura 14 Ufunuo anasema maneno haya. Sura 14 fungu la 6 anasema maneno haya. Kisha nikaona malaika mwingine akiluka katikati ya mbingu, akiwa na injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Fungu la 8 linaendelea kutupatia taswira zingine tena, linasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata, akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya washerati wake. Kifungu cha 9, na mwingine malaika wa 3 akawafuata, akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote atakayemsujudia au akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda hata juu, hata milele na milele, wala hawana raha mchana na wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nyayo katika tangazo lenye matumaini. Hebu tuombe.
Baba yetu, asante kwa sababu ya ujumbe wa pekee ulioko mbele yetu. Tunashukuru kwa muujiza ambao umeendelea kutenda kupitia viwanja hivi, ulioko mbali na ulioko karibu wakiendelea kubarikiwa. Leo tena unatuletea tangazo la pekee. Kristo, hebu tunaomba sasa ukatusaidie kulielewa. Tukubali, tufahamu makusudi yake makubwa, tuchukue hatua na jina lako litukuzwe katika mioyo yetu kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Nyayo katika tangazo lenye matumaini. Katika maisha, Kristo hajawahi kunyamaza kimya hata siku moja, akitupa tahadhari na maelekezo ya pekee nini tutende. Na hivyo basi, anasimama kila wakati akiendelea kuipaza sauti yake, akihitaji wanaume na wanawake. Ufunuo sura 14 zinasimama sauti kuu 3 ambazo hizi ni za malaika, ambazo zikiendelea kupaza sauti ya pekee. Malaika wa kwanza anasema, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu imekuja. Sio kwamba itakuja, imekuja. Maana yake iko, inaishi pamoja na wanadamu. Na jana tuliona nyayo za mwamuzi mwenye matumaini, shahidi Kristo. Malaki 3:16 akisikiliza wacha Mungu wakisemezana, na vitabu vya kumbukumbu vinaandikwa. Mathayo, wale wote wasio wema na wabaya wanapozungumza, Kristo anaandika, vitabu vinaandikwa, anasikiliza maneno ya watu wote. Sasa sikia, hapa sauti ya tangazo inasema ni wakati wa kumcha Mungu na kumtukuza, maana saa yake iko. Sio kwamba itakuja au ilikuja, iko. Na sio kwamba kuna wakati tena itarudi, iko. Wanadamu tunaishi pamoja nayo. Huyo anasema maneno hayo, lakini anaongezea, anasema yapasa watu wote wamsujudie. Kwa nini? Yeye ndiye aliyefanya mbingu na nchi. Kifungu cha 8 kinasema, malaika wa pili anafuata baada ya huyu wa kwanza, mwenye wazo la kuita watu wote wasujudu, mwenye wazo la kuita watu wote wamche Mungu. Anasema naye kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia mnyama na sanamu yake, huyu anajitafutia matatizo. Na tatizo la kwanza, atakutana na ghadhabu ya Mungu. Mwingine anafuata na yeye akiwa na ujumbe mwingine tena, anasema, mwingine watatu anasema, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama, anasema, na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na nini? Huyo ni watatu. Wa pili alitoa ujumbe wa kuanguka kwa Babeli, machafuko ambao tumeendelea kuyaona hata katika mikutano yetu, machafuko yaliyoko leo duniani. Na haya yakianzishwa na pembe ndogo ya kitabu cha Danieli sura 7, kiendelea kutengeneza mafundisho, kizungumzwa na kitabu cha Ufunuo, shetani na roho wake wakiwadanganya watu wote. Sasa tunachopaswa kukielewa nini jioni ya leo? Tangazo au matangazo haya yote yanatukumbusha nani muumbaji wa maisha yetu. Na katika swala la uumbaji hili, jambo tunalopaswa kulikumbuka ni nini hasa? Mwanzo 1 sura 1 kifungu cha 27 kinasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa wapi? Wa angani. Lakini katika uumbaji wote, sura 30 fungu 31 sura 1 anasema, tazama kila kitu nilichokifanya ni chema. Sura 2 fungu la 1 hadi la 4 linasema, baada ya uumbaji, mbingu na nchi zilizopomalizika, na siku ya 7 Bwana alipumzika, akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Nini jamani? Aliyoifanya. Mwanzo sura 2 fungu la 2 hadi fungu la 4 linazungumza nini ambacho mwanadamu anatakiwa kitende, ambacho kimebebwa na jumbe za malaika watatu, ambao wote mkazo wake mkubwa ni mwanadamu aelewe anachopaswa kukitenda katika maisha yake. Mbingu na nchi zikamalizika, na siku ya 7
Mungu alipumzika na akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Nini kilitokea baada ya kuacha kazi? Sura pili, fungu la 3. Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Mungu akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Nini? Ndio maana fungu la 7 linasema yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Na fungu la 4 linasema hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyomalizika siku ile Mungu alipoacha kufanya kazi akastarehe. Mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake inaishi kati ya wanadamu. Nizamu, kicho, ibada Mungu anakidai katika maisha haya. Misingi ya pekee imewekwa ambapo wanadamu wote wanaitwa kumcha, si tu wachache au kundi la watu wachache. Wote wanaitwa, wote wanaalikwa, wote wanatangaziwa. Nyayo zimesimama zikitoa wito kwa wanaume na wanawake, zikiwahitaji waelewe wanachopaswa kukitenda katika dunia hii. Kutoka sura 16, sikia maneno haya yanapozungumzwa. Na mambo haya hayajaanza jana wala juzi, na utaona mbele ya mikutano hii kabla haijaisha jinsi ambavyo tangazo ambalo lilitoka na jinsi tangazo la pili yake lilifuata na jinsi ambavyo leo limeshika kasi katika ulimwengu mzima. Sura 16 kifungu cha 4. Wakati wana wa Israeli walipokuwa kusafiri kutoka Misri wakielekea nchi ya Kanaani, hawajaachwa kimya. Sura pili kifungu cha 2 hadi cha 4 kinazungumzia mstakabali wa utumishi wote katika ulimwengu. Lakini sura 16 kifungu hiki cha 4 hadi cha 5 kinazungumzia siku ya 7 wanadamu wote wanatakiwa tekeleze tangazo la malaika wa Ufunuo sura hii ya 14 na kile kifungu cha ngapi jamani? Kifungu hiki cha 7, wamsujudie huyu Mungu muumbaji. Sura 4 na fungu 4 hadi la 5 linasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitawaneshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Akamwambia Musa akawatangazie watu kwamba mbele yao wanakabiliwa na jaribu, na jaribu hili lilikuwa ni swala la chakula, swala la kula. Fungu la 5, mfumo wa jaribu ulikuwa hivi: kisha itakuwa katika siku ya 6, anasema ya kwamba watayaandaa hayo watakayoleta ndani, nayo yatakuwa ni mara 2 kuliko walivyookota. Namna gani jamani? Kila siku. Sasa hapa ninataka akili yako ifunguke kidogo tu, uwe hai na wala usipoteze mwelekeo. Katika Ufunuo sura 14 fungu la 7 linamtangaza anayepaswa kusujudiwa na mianzo ya kusujudiwa kwake inatokea wapi? Sura 2 kifungu cha 2 hadi cha 4 kinazungumza vizuri. Huyu aliumba mbingu na nchi, na katika kustarehe kwake akastarehe siku ya 7. Katika Kutoka 16 inazungumza Bwana ana mpango wa kuwajaribu wa Israeli kupitia kinywa cha Musa kwamba wanapaswa kutengeneza vyakula vyao kila siku waokote mlo mmoja, na siku ya 6 waokote mara 2. Nini kilichokuwa mbele yao, na kwa nini tangazo hili litoke, na mbona linaonekana kuwa ni kama lina masharti? Iko siri ya pekee ndani yake. Ndio maana wanaambiwa siku ya 6 lazima waokote mara 2. Fungu la 21 sura 16 Kutoka anasema maneno haya. Anasema hivi, basi wakaokota. Anasema 21 hebu anzia 19. Musa akawaambia,
mtu awaye yote asikisaze hata asubuhi. Aliwapa tangazo juu ya siku ya sita, lakini hawakumsikiliza Musa. Wengine miongoni mwao, anasema asubuhi 19:20, wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akakasirika sana. 21, basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka. 22, basi ikawa siku ya sita wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2, na wazee wote wa mkutano wakaenda wakafanya nini jamani? Wakamwambia Musa. Haleluya! Nyayo katika tangazo lenye matumaini. Watu wanatekeleza, lakini ukiendelea kama fungu la 18 na 19 vinavyozungumza, wengine hawakusikiliza, wengine wakapuuzia, wengine hawakutaka kutilia maanani. Mafungu yanayofuata pia yanazungumza vizuri. Anasema maneno haya: basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Bwana Yesu asifiwe. Wakakitunza kama ilivyokuwa sheria. Na ukumbuke fungu hili linaloanza la 4 hadi la 5 linazungumza kujaribiwa kwao kama wataenda sawasawa na sheria. Ni sheria gani iliyokuwa inatafutwa hapa? Ni sheria gani iliyokuwa inatafutwa hapa? Fungu la 25 linasema maneno haya: Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya nani? Ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Anaendelea 26, anasema kwamba siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni sabato. Siku hiyo hakitafanya nini jamani? Hakitapatikana. Anasema ikawa siku ya 7, wengine anasema wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Na siku ya 7 inafananishwa na Mwanzo sura ya 2 kifungu cha 2 ambacho kinazungumza umbaji ulifanya kazi siku 7. Na hapa anasema katika siku ya 7 ambayo mwanzo wa mafungu haya Musa anasema leo itakuwa ni sabato. Hivi ni kweli siku ya 7 inaweza ikawa ni sabato? Mimi sijui. Maandiko matakatifu yatakuwa pamoja nasi. 28 anasema Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? 29 anasema angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Kwa sababu hii kuwapa siku 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. 30 basi hao watu wakapumzika katika siku ya ngapi? Ya 7. Biblia ni ajabu sana, inatuchanganya akili. Kuna mambo mawili yanazungumzwa hapa. Jambo la kwanza linazungumzwa sabato, na jambo la pili linazungumzwa siku ya nini? Swali ni hili: kati ya sabato na siku ya 7 nyayo zinasimama kututangazia nini? Mambo mawili yanatuchanganya. Musa anaikazia sabato, lakini bado Bwana anaikazia siku ya 7. Swali ni hili: ni lipi ambalo tunapaswa kulielewa jioni ya leo? Je, ni sabato au siku ya 7? Na haya mambo mawili, je, yana mahusiano au hayana mahusiano? Mimi sijui. Maandiko matakatifu yatakuwa pamoja nasi. Sura 19 Kutoka inasema maneno haya. Sura 19 Kutoka kile kifungu cha 5 anasema maneno haya. Sikia fungu la 5: sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli
na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. 6, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno aliyowaambia wana wa Israeli. Musa akasema maneno hayo. Nini anachokikazia? Kutii na kusikiliza sauti ya Mungu. Jambo la pili, kushika agano la Mungu. Ni agano lipi ambalo Mungu ametenda na watu wake? Sasa hapa ndipo tunaenda kuangalia Biblia inatufunulia ni agano lipi ambalo Mungu amesema na watu wake. Akihitaji kutii, na kumbuke sura 16 inazungumzia sheria ya Bwana. Watu waliikataa Israeli, wakaenda kufanya vitu vingine. Lakini hapa linazungumziwa sauti yake, lakini bado linazungumziwa agano la Mungu. Ni agano lipi alilotupatia? Fungu la 8, watu wote wakaitikia kwa pamoja wakasema, Bwana aliyokuamuru tutafanya nini jamani? Na aliyosema tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza vizuri. Inasema Bwana akamwambia Musa, tazama mimi naja kwako katika wingu zito, ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe, nao wapate kuamini kukuamini nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana hayo maneno ya watu. Bwana akamwambia Musa, nenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya 3, maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima Sinai machoni pa watu wote. Nawe utaweka mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini msipande mlimani, wala msiguse hata pambizo zake. Biblia yangu inatumia neno hilo. Kila mtu atakayegusa mlima huu bila shaka atauawa. Bwana atusaidie. Nini ambacho Musa aliambiwa na Mungu awaambie wana wa Israeli? Nini ambacho Musa aliambiwa? Maneno haya yanatukumbusha juu ya swala zima la wanadamu wote kuitwa katika kitendo cha kumwabudu Mungu wa mbinguni. Swala la ibada sio upendo wa mtu. Swala la ibada ni sheria kutoka mbinguni. Swala la ibada si kama mtu atakavyo. Swala la ibada ni kama Mungu atakavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama zilivyo sheria za kifamilia, na kila familia yamkini ikiwa na sheria yake tofauti, ndivyo muumbaji aliyeumba mbingu na nchi. Na katika Kutoka 19 amesema, dunia ni mali yangu pia. Ndivyo anavyohitaji watu wote wamwijie yeye. Sura 19:24 inasema, Bwana akamwambia Musa, nenda ushuke wewe, nawe utakwea wewe na Haruni pamoja nawe, lakini wale makuhani na watu wasipenye kumkaribia Bwana, asije akawafurikisha juu yao. Basi Musa akawateremkia watu na kuwaambia hayo. Aliwaambia nini? Sura 20 inasema, Mungu akanena maneno yote hayo. Akafanya nini jamani? Akasema. Kutoka Ufunuo, kutoka Mwanzo sura 1 na sura 2, na kutoka 16 na 19 vinazungumzia jambo la pekee ambalo sasa hapa linaenda kuwekwa wazi mbele ya watu wote. Na hapa kuna vitu viwili nimekukumbusha. Musa alikazia juu ya siku ya 6 na siku ya 7. Siku ya 6 Musa alikazia swala la watu kuwajibika katika maandalizi. Lakini Musa alikazia juu ya Sabato. Lakini Bwana alikazia juu ya siku ya 7, ambayo yeye katika sura 2 Mwanzo ndiyo aliyostarehe na kupumzika. Je, maneno gani ambayo Bwana alimwambia Musa na Musa akaenda kuambia watu wote? Sura 20 Kutoka kifungu cha 8. Hebu sikia maneno haya. Na hii ni moja kati ya sheria ambazo Bwana anazidai katika Kutoka 19, akisema, mtakataa kusikia sheria, kutii sheria zangu hata lini? Musa anasema kwa wana wa Israeli, ikumbuke siku ya Sabato itakase. 9, siku
sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya nani jamani? Ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. 11 ni sababu ya kazo la Kutoka 20 fungu la 8. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nini na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Anaendelea, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwanzo ilizungumzwa na kukaziwa siku ya 7. Katika Kutoka 16 na 19 Mungu alikazia siku ya 7, na katika moja ya sheria zake zile 10 anatubainishia, na hasa katika miisho ya fungu la 11 anasema, maana analejea sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo, siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, na anamalizia kwa kusema Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Mambo mawili yanatokea katika fungu la 11. Jambo la kwanza, Bwana alistarehe katika siku ya 7. Haleluya. Jambo la pili, akatakasa. Alitakasa siku ya 7, inasema alitakasa sabato. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanadamu wote duniani leo tunaitwa katika siku hii ya pekee ya kumwabudu Mungu na kustarehe. Lakini siku itafanyikaje? Maana anasema 10, lakini siku ya 7 anaitambulishia ni sabato. Kwa hiyo mtu akisema siku ya 7 anazungumzia sabato, na mtu akizungumzia sabato anazungumzia siku ya 7. Huu ndio ulikuwa mkazo wa pekee. Hivi ni kweli? Je, maisha ya wanadamu yaliendeleaje juu ya jambo hili? Isaya anasema maneno haya. Isaya sura hii ya 58. Isaya sura 58 anasema 13:14. Hebu sikia. 13:14 Isaya anasema maneno haya. Kama ukigeuza mguu wako, usivunje sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Kwa nini? 14, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha ulisi wa Yakobo baba yako. Kwa maana si Isaya anasema, kinywa cha Bwana kimenena hayo. Kwa ndugu zangu, kitabu cha Ufunuo kinazungumzia swala la uumbaji. Kitabu cha Mwanzo kinakazia uumbaji ulivyofanyika. Kitabu cha Kutoka kinaanza kubainisha mambo ya msingi katika siku zile 6 za uumbaji. Na kitabu cha Kutoka 20 kinazungumzia kazo au wazo la msingi baada ya uumbaji. Ni watu wote kuitikia wito wa Ufunuo 14 fungu lile la 7 wa kumwabudu Mungu na kumsujudia yeye. Katika vitu gani? Kutunza sabato. Maana fungu la 10:20 anasema siku ya 7 inayozungumzwa na Mwanzo sura ya 2, inayozungumzwa na Mwanzo na Kutoka sura 16, inayozungumzwa na Kutoka sura ya 19. Hivi vyote vinakazia habari ya sabato, na Kutoka anasema hiyo ndiyo siku ya 7. Kwa hiyo Isaya anazungumza katika siku hiyo hakuna mtu kutenda lile analoliona ni jema machoni pake. Maana katika siku hiyo ndiyo siku ambayo Bwana anataka watu waache kufanya kazi. Anataka watu waache utumishi wote. Anawaita watu wote wapate kupumzika. Na utaona katika maandiko matakatifu jambo la ajabu kweli. Isaya 56
fungu la 6 na la 7 nasema maneno haya: na wageni walioandamana na Bwana ili wahudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, kila aishikaye sabato asiivunje. Haleluya! Na kushika sana agano langu. Ni agano gani? Limezungumzwa Kutoka sura 19, ambapo Musa alikuwa akikazia juu ya jambo hilo, kwamba watakataa mpaka lini na wanatakiwa kumbuka agano la Bwana. Hapa ndipo linabainishwa ni agano lipi? Sabato. 7, nitawaleta hao nao hadi katika mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu. Anasema katika nyumba yangu ya sala, na makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Kwa hiyo utoaji wa sadaka, anatumia neno kafara, sadaka, dhabihu, chochote kinapaswa kitendeke katika siku ya Sabato. Maana anasema hata wageni wote lazima wakumbuke, ikiwa tu watakubali Kristo na Bwana awe sehemu ya maisha yao. Yule ambaye hana shida hayamuhusu. Hasa haya yanazungumzwa hapo, lakini ukweli ni kwamba lazima tuelewe, tunapaswa kupata vielelezo vya msingi katika hoja hii, maana ni hoja shindani katika ulimwengu tunaoishi. Ni hoja ambayo leo imeleta sintofahamu kati ya makundi mengi na taasisi nyingi za kidini zilizoko leo duniani, ambapo kila moja huiwazia siku ya saba kwa namna yake, na kila moja huiwazia sabato kwa namna yake. Na miisho, kabla tujamaliza, tutaangalia tofauti kati ya neno la Mungu na tamko au wazo la mwanadamu juu ya swala la siku hii ya kumwabudu Mungu. Namna gani? Anasema katika Marko sura 2 fungu la 27 linazungumzia maisha ya Yesu ya ibada. Linasema vizuri kwamba Yesu naye alikuwa akitenda nini. Marko sura 2 fungu lile la 27. Hebu sikia jioni ya leo. Anasema, akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya nini jamani? Yani ni kama kwamba chakula kipo kwa sababu watu wapo. Haleluya. Na kama pasingekuwa na watu, pasingekuwa na nini? Na chakula. Mwanadamu yupo, ndiyo maana sabato ipo. Sabato ipo kwa sababu mwanadamu aliumbwa. Na hapa anakazia imefanyika, ilitengenezwa au ilitengwa kwa sababu yetu. Kwa hiyo wote, Isaya anatuambia hatupaswi kutengeneza yale yanayotupendeza machoni petu. Tofauti na hapo, tutakutana na Ufunuo sura ya 14. Tutakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Tofauti na hapo, tutakunywa katika hasira yake. 28 anasema, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato pia. Kwa namna gani? Kutoka 20 fungu la 10. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Ndio maana anasema Bwana ndiye mmiliki wa sabato. Tumeumbwa kwa sababu kazi za Kristo zilifanyika katika siku 6. Ameweka siku ya saba kwa sababu wanadamu wapo. Hii inabainishwa pia na Kutoka 20 fungu la 8 na la 9 na la 10. Kwamba wakina nani wanapaswa kutenda hivyo? Wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mjakazi wako, wala mtumwa wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Hawapaswi kutenda kinyume na sheria na agizo la Mungu. Sabato iko kwa sababu wanadamu wako. Wanadamu wako kwa sababu Mungu amewapatia siku ya saba ambayo ndiyo sabato ya kustarehe. Katika kitabu chochote au Biblia, kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, kazo la msingi
kwa wanadamu wote ni kukubali Kutoka 20 fungu la 10, maana siku ya saba ni sabato. Haleluya. Ukianza Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna mahali ambapo kazo, wazo, wito, tangazo linasema iko siku nyingine ya kuabudu. Kwa hiyo Biblia iko wazi na inatutangazia mambo hayo. Mathayo 12 anarudia maneno haya, anasema. Mathayo sura 12, sikia maneno haya. Mathayo 12 fungu la 8. Mathayo 12 fungu la 8 linasema, anasema, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa nini jamani? Hayo yamerudiwa katika kitabu cha Marko na yanarudiwa katika kitabu cha Mathayo. Kwa hiyo Sabato ni ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Sabato ni ya wote wanaoishi duniani. Hata walio ndani ya malango yetu wanapaswa waelewe kazo hili. Kwa nini Biblia inazungumzia swala hilo? Ezekieli anatupatia sababu. Kwa nini hili ni tangazo tunapaswa kulielewa? Ezekieli sura 20 anasema kwamba zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema lazima zitakaswe. Anasema lazima watu waziweke kwa namna ya upekee kabisa. Kwa nini? Maana itakuwa ishara na sababu ya watu wamjue Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ataamua kukubali wazo la malaika wa kwanza wa kumsujudia Mungu na kumcha Mungu kinyume na utaratibu wa Biblia, hayuko katika utaratibu. Lakini lazima zitakaswe. Na hizi anasema sio sabato za Wasabato wala sabato za wakina nani, ni sabato ya Bwana Mungu wetu. Huyu ndiye ambaye alitenga. Hivyo basi watu wote tunaitwa, itabaki kuwa ishara. Fungu la 12 linakazia tena jambo lingine. Fungu la 12 kitabu hiki cha Ezekieli. Sikia maneno mengine jioni ya leo. 12 anasema, tena niliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Sasa kuna kitu kingine ambacho kinachanganya akili. Kuna neno linaitwa sabato zangu. Swali ni hili: Bwana ana sabato ngapi? Halo? Hili ndilo swali. Yamkini anayekwenda kuabudu siku ya Ijumaa itaitwa sabato, anayeingia siku ya Jumamosi itaitwa sabato, anayeingia siku ya Jumapili itaitwa sabato. Anatumia neno sabato zangu. Kwa nini? Maana yake ni kwamba sabato inajirudia. Haleluya. Inajirudia. Haiji leo na kukomea leo. Ikija leo inahesabiwa tena siku ya 7, ikifika inaitwa tena ni sabato. Na ndio maana alitumia neno zangu nyingi, maana haziji kwa ukomo, zinajirudia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba sabato zimegawanyika, no, zinajirudia. Na ndio maana alisema kwamba sisi ni za kwake
Na kila siku ya saba ikifika, ya saba ambayo ni sabato kwa mujibu wa Kutoka sura 20:10, inaingia tena sabato, si ya mwanadamu bali ni ya Bwana. Kwa ndio maana alitumia neno zangu. Angesema yangu moja ingekomea leo, au hata tusingeikuta, tungekuta vitu vingine ambao tumezaliwa katika vipindi hivi. Ndio maana anatumia neno zangu kumaanisha itakuja, lakini itabaki kuwa ni sabato. Bwana atusaidie sana. Isaya anatuongezea neno hili. Isaya anatuongezea maneno haya. Isaya anasema hivi, sura 66. Isaya sura 66 anasema maneno haya. 66, hebu sikia. 22-23. Maneno anasema, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. 23. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele za Bwana. Mbele zangu, asema nani jamani? Bwana. Sasa hapa nataka nizungumze tena kitu hichi hapa. Nyayo katika nyakati zenye matumaini tuliona kwamba ziko nyakati zinazomwandaa kuja kwa Kristo, na lengo lake ni kukomesha dhambi. Sasa dhambi itakapokoma, sabato haitakuwa imekoma. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ambao Ufunuo alisema watakuja kulipwa ujira sawasawa na matendo yao, kama watakutwa katika kitabu cha Malaki wameandikwa na Ufunuo na kazia katika kitabu cha mwana kondoo cha uzima, anasema watakutana na sabato mbinguni. Na ndio maana mambo mawili yanazungumzwa muhimu. Jambo la kwanza, nchi mpya na mbingu nini? Mpya. Jambo la pili, uzao wenu utakavyokuja mbele zake. Na ndipo anamalizia fungu la 23, anasema na hata mwezi mpya utakavyokuwa, ndivyo sabato na hata sabato itakavyokuwa. Kimsingi ni hivi jioni ya leo, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, Mungu anatutaka tutende hivyo. Luka 4:16 anatupatia mashauri. Kristo kama Bwana ambaye leo anaaminiwa na wanadamu wengi duniani, wengi hata ambao wanaingia katika makanisa na taasisi zote, anatukumbusha jambo hili. Luka 4 sura 10 na Luka 4 fungu 16. Sikia. Luka sura 4:16. Sikia. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya saba akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Na katika siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa nini jamani? Desturi yake. Lengo ni nini? Anakazia, anasema fungu hilo, anasema akasimama ili asome. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tunamwamini Kristo na kumfanya kuwa sehemu ya maisha yetu, Kristo ambaye leo alikufa na kufufuka kwa ajili yetu, na yamkini anakuja kwa ajili yetu, alitenda mambo hayo katika siku ya sabato. Katika kitabu cha Matendo anazungumza na kukazia, baada ya Kristo nini kilifuata? Je, liko badiliko lolote? Matendo sura 17 anasema maneno haya. Matendo sura 17:1-2. Sikia. Wakiisha kupita kati ya Ampori na Apolonia, wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la
Wayahudi. Anasema 2, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mule walimokuwamo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko. Sabato ngapi? 3. Je, ni sabato ya kwanza, sabato ya pili na sabato ya 3? Akahojiana nao sabato 3. Sasa hao watu nao walikuwa na akili za pekee, walikuwa na akili za namna pekee. Sabato 3, hebu sikia fungu la 44 linasema, sabato 3, Matendo 13, anasema maneno haya. Huyu ni Paulo kama ilivyokuwa desturi yake. Matendo sura 13 anatukazia tena maneno haya. 13:42 anasema, na walipokuwa wakitoka wakawasihi wawaambie maneno hayo sabato ya pili. 43 anasema, sinagogi lilipofumukana, Wayahudi na waongofu watawa wengi wakawatafuta Paulo na Barnaba. 44 anasema, hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la nani jamani? La Mungu. Kwa hiyo akina Paulo, ambapo katika kitabu cha Matendo 17 ilivyokuwa kawaida yao, ilivyokuwa desturi yao, waliendelea kukutana na Wayahudi siku ya Sabato. Na hapa ndipo Mungu alikuwa lazima akutane na watu wake, na Kristo kama ilivyokuwa kawaida yake siku ya Sabato ndiyo ambayo alikutana kwa ajili ya ibada. Ndugu zangu, jioni ya leo lazima kila mmoja tafakari anavyokubali wito wa ujumbe wa malaika sura 14. Ujumbe huu unasimama hata leo katika vizazi tulivyo navyo, ukihitaji wanaume na wanawake kwa habari ya kuwa waaminifu juu ya sheria, ikianza baada ya uumbaji, ikikaziwa katika safari ya Waisraeli, ikitiwa msumari na manabii akina Isaya, na bado ilitiwa muhuri na Kristo, ikakumbushwa na mitume. Leo tunatakiwa tuielewe. Ufunuo 18:12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wanaoshika amri za Mungu na imani ya nani jamani? Ya Yesu. Hapa ndipo kwenye tumaini la watu wa Mungu. Kama sitakubali neno la Mungu liniongoza katika maisha yangu, kwa kukubali Bwana asimame na mimi katika siku ya pekee, tumaini langu limepotea. Hapa ndipo penye tumaini la watu wa Mungu. Lazima tukubali wito huu wa pekee, utuongoe na kutuandaa kwa uzima wa milele. Tumaini langu nimeliweka wapi? Yohana anatukumbusha, anasema 14:15, kama tunampenda Bwana na Kristo lazima tuzishike amri zake. Na amri inakaza juu ya siku ya saba, ikitiliwa maanani na maana yake katika siku ya Sabato. Watu wote lazima waje. Swali ni hili, kwa nini leo tumegawanyika? Kesho somo letu tutakuwa nalo nyayo katika msimbo au password au nyirwa zenye matumaini. Bwana tusaidie jioni ya leo na tutie nguvu. Tukisikia sauti yake tusifanye migumu mioyo yetu, kama baba zetu, wazazi wetu walivyomkasirisha Bwana hata akaitia chini ya laana. Mungu atusaidie na kututia nguvu. Kama tutampenda lazima tukubali kufuata maandiko matakatifu. Tusimame jioni ya leo. Ufunuo 3:20 anakazia, tazama nasimama mlangoni na bisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye, na yeye atakula pamoja na mimi. Nabii anakazia, anasema kama tukikubali wazo la kumfungulia Kristo, tutakula mema ya nchi. La tukikataa, tusubiri kuangamizwa kwa upanga. Maana
si kinywa cha wanadamu, kinywa cha Bwana kimenena haya. Mungu atusaidie tunapochagua kuwa waaminifu. Saya na kazia tusitende mambo yatupendezayo katika siku hii ya Bwana, maana iko wazi na imewekwa wazi. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Niwalike tusogee mbele kwa ajili ya ombi jioni ya leo, na kwa kumwomba Mungu atusaidie na atutie nguvu na atuimarishe, kwamba tubaki kuwa waaminifu katika kanuni zake, huku tukiendelea kumtukuza yeye. Inawezekana tukifungua tu mlango wa pekee na tukimfungulia Kristo atusaidie sana. Tofauti na hapo, tutakutwa tumemkataa na kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana tusaidie. Bwana tutie nguvu. Basi tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya tangazo ambalo si kwamba limeanza leo, lilitangazwa tu baada ya uumbaji, likakaziwa katika safari ya wana Israeli, likakumbushwa na manabii, limetiwa muhuri na maisha ya Kristo, na sasa linakwenda kwa ujumbe wa malaika watatu. Tunashukuru kwa ajili ya mikutano hii, nyayo zako zikisimama siku kwa siku, zikituita wanaume na wanawake kuikubali injili yako na kukukubali uingie katika mioyo yetu. Jioni ya leo tumesimama na kukubali wazo hili, kwamba katika maandiko umekazia ukituhitaji watu wote tukumbuke na kubaki kwa waaminifu katika ukweli wako. Asante kwa ajili ya baraka za maisha yetu, na asante kwa kuturuhusu tuzaliwe. Sasa leta uongofu wa pekee katika mioyo ya kila mmoja, ili kwamba yeyote ambaye hajakubali wazo la kuitunza, kuitakasa na kustarehe juu ya sabato yako, jioni ya leo anapotafakari akawaze kuwa mwaminifu na jina lako likapate kutukuzwa. Nasi ambao kwa namna pekee nuru yako imetufikia, wazo lako tukalikubali, tangazo lako likapenya, tufanye kwa waaminifu siku kwa siku, jina lako lizidi kutukuzwa. Tuacha mapenzi yako yatimizwe. Simama sasa na nyayo zao katika milango ya mioyo yetu, ukitufanya tuwe waaminifu katika hatua zote, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu.